Mtazamaji wa Kilimanjaro Revival Radio na Kilimanjaro Revival TV, leo tumepata nafasi ya kutembelea katika kijiji cha Kimira, kitongoji cha Majengo, kata ya Romo na tarafa ya Masama, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, ambapo tulipata taarifa ya mwanamke mwenye umri wa miaka 78 kuuawa, kushambuliwa na vitu vyenye ncha kali kwenye mwili wake na kusababishia mauti. Hivyo tumekuja hapa tukapata nafasi ya kuzungumza na viongozi mbalimbali wa serikali, ikiwemo mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji. Pia tumepata nafasi ya kuzungumza na mtoto wake, mtoto wa marehemu, na pia tumepata kuzungumza na mtoto ambaye anaishi naye hapa nyumbani, ni mjukuu. Kwa marehemu alikuwa anaishi tu na binti mmoja hapa nyumbani. Mimi naitwa Merline Daniel. Nyuma ya kamera niko na Nuhu Suleiman. Kwa jina naitwa Rondaeli Mwenisi, mwenyekiti wa kitongoji cha Majengo. Nimefika kwenye tukio la mama Safina Tarimo ambaye alipata tukio la kushambuliwa jana usiku majira ya saa 2, na tulipofika kwenye eneo tulikuta mtu aliyefanya tukio hilo ameondoka. Katika tukio hilo ikabidi tukae hapo tukisubiria utaratibu wa polisi mpaka walipokuja kumchukua kwenye majira ya saa 5 kasoro. Hapo dukani kwake ambapo mlikuta mkasema ameshafariki, mazingira yalikuwaje? Mazingira hayakuwa ya mazuri sana, kwa sababu kuna sehemu waliofanya fujo na damu ilikuwa imetapakaa hapo ndani, na yeye mwenyewe alikuwa ameshalala hapo chini. Okay, wewe ukiwa kiongozi wa kijiji, pengine mama alishawahi kugombana na mtu? Kwa muda ambao nimekaa nao, kwa sababu ni miaka 6 kwenye uongozi wangu, sijawahi kusikia amegombana na mtu na wala ana shida na mtu. Tena ni mama yetu mcheshi sana. Kwa asilimia kubwa mimi namtegemea hapa kwa eneo hili hapa kunipa taarifa za mtaa. Ndio. Tupata nafasi pia ya kuzungumza na mjukuu wake, au ni mtoto wa kaka yake, lakini anasema wanapenda kumuita bibi. Ndiye ambaye anakaa hapa nyumbani na mama yetu ambaye ni marehemu kwa sasa. Kwa majina anaitwa Joyce Wangandume Tarimo. Marehemu alikuwa ni shangazi yangu. Nimezoea kumuita bibi. Wakati tukio linatokea nilikuwa jikoni. Nilikuwa napika mandazi. Nikasikia watu wanapiga yowe. Ni watu walikuwa wanapiga yowe, nikatoka nje. Katika kutoka nje nikaa nauliza kuna nini? Nashangaa watu wanakimbilia barabarani, sikuelewa chochote. Nikaa nauliza nini? Nikaa naambia lete funguo, watu wamekamata mlango. Nikamwambia lete funguo. Nikasema funguo nini? Akaambia tufunge mlango, kuna mtu ndani anamshambulia bibi. Nikaenda nikachukua funguo nikafunga. Katika kufunga mlango, yule mtu akaja, akapiga mlango teke. Mlango haukufunguka. Akatoa bati juu ya paa. Akashikia kwenye kordo kutumia alivunja seli. Akatoka, alipofika mbele kidogo kutoka kwenye kordo akakunguta mikono kwa sheria kama sijaelewa sasa ni vumbi au ni kitu amemaliza. Akasema na bado mtu anifuate aone. Baada ya hapo mimi nikakimbia. Okay, pengine kabla ya mauti kumfika bibi, asubuhi alikuwa anasema nini? Tangu asubuhi umeamka? Asubuhi ilikuwa kwenye muda wa saa 2. Alipigiwa simu na mtoto wake anaitwa Juma. Alipopigiwa simu akawa anaongea naye. Wakati wanaongea akawa analia. Akamwambia subiri kwanza nihudumie watu dukani nitakurudia. Alikuwa anamtoa tu, yani anamdanganya ili achane naye kwanza kwa muda huo. Baada ya hapo bibi akaniambia mtafute Idi. Nikamtafuta Idi, akaongea naye. Amaliza kuongea naye. Ambaye Idi ni nani? Ni mdogo wake na Juma. Yaani ni mtoto mwingine wa bibi? Ndio. Akaniambia nimtafute Idi. Akamwambia bibi ni Juma. Ndio. Baada ya kuongea na Idi, nikamrudia bibi nikamwambia bibi, unalia nini? Bibi akaniambia Juma mimi ananishtaki kwamba anasema kwamba mimi ndo ndiye muua. Mimi Jona, yani yeye shangazi, Jona na Idi wameshirikiana kumuua Asha pamoja na mtoto wake, mtoto wa Asha. Ni mtoto wa nani? Wa bibi, wa shangazi. Huyu marehemu. Wameshirikiana kumuua. Na pia licha ya kumuua Asha na mtoto wake, wameshirikiana kumpeleka kaka yao ambaye ni mtoto tena wa bibi, anaitwa Hasani. Walishirikiana kumpeleka porini. Na baada ya kumpeleka Hasani porini, sasa wanataka wamuue baba yao. Sasa ndo akamtishia akamwambia mimi nitadili na nyie 3. Mwaka hautaisha. Kwa hiyo bibi aliposikia hivyo ikawaje alivyoambiwa hivyo?
Yeye alikuwa analia tu, akawa anapigia watoto wake wengine, anawaambia kuhusu kaka yao alivyomtishia. Wakati huyo mtu amekuja, ulimuona sura? Hapana. Alikuwa amevalia? Alikuwa amevalia maski. Na hapa tumepata nafasi pia ya kuzungumza na mtoto wake wa kwanza. Mimi naitwa Tumaini Dauso Mwasha, ambaye naishi Modio kwa Rumbe. Mimi ni mtoto wa kwanza wa mama. Mama alibarikiwa watoto wangapi? Watoto 9, mmoja amerimika, baki 8. Baki 8. Ndio. Okay. Mama jana ilikuwa saa 1:01 alinipigia simu. Akaniambia, mwanangu, nimekupigia simu, saumu imenitesa sana. Nikamwambia, mama, kwani lazima kufunga? Akaniambia, namuomba Mungu wangu. Nikamwambia, mama, unajua una matatizo ya pressure na sukari, usifunge maana Mungu sana kuona. Akaniambia, mwanangu, nalia na Mungu wangu. Sasa nataka nimwambie sasa muda saa 1 wa kufungua. Akaanza sasa, akaniambia, mwanangu, nisikilize nikwambie, mdogo wako bado tu yuko na mimi. Nikamwambia, ni vipi? Akaniambia, ameniambia mimi Jonathan na Idi tuna hela za Freemason, ndio maana tulimua Hasha na mtoto wake, halafu na Hasani wamemtekeleza akaishia porini. Akamwambia, mama, baba yuko hospitalini, akifariki tu akisa chimbika. Nikamwambia, mama, usimsikilize haya maneno. Akamwambia, nasikiliza. Afa anaongea kwa ujasiri kweli. Nikamwambia, mama, akipiga simu usipokee. Akaniambia, sasa mimi sijui kusoma. Mimi akipiga simu ninasikilizaga sauti za watoto wangu. Nikamwambia, sasa akipiga simu ukisikia sauti yake kata nini? Kata simu. Akaniambia ameshampigia na Jonathan simu Dar es Salaam. Akamwambia, kaka, wewe na mama mnanitesa, ndio maana nasafiriaga na magari ya njiani napata ajali. Kumbe mna hela za Freemason, mtanitambua. Mama akaniambia, Jonathan amekupigia simu. Nikamwambia, hapana. Nikamwambia, mama, nikuombe kitu, usimsikilize. Akaniambia, sawa mwanangu, ninakusikiliza. Ndio hapo tulifika mwisho na mama. Mimi kwa jina naitwa Lamek Aseri Mwasha, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kimira. Tukabidi sasa tuchukue mwili tukapeleka kwenye gari, basi ndio nikafanya utaratibu wa kurudi. Mama Asha namfahamu vizuri sana. Mama anaga shida na mtu. Hanywi pombe, huwezi kumkuta kwenye makundi. Yaani biashara yake tu. Ana mbili na mtu. Pengine aliwahi kukutaarifu kwamba ana ugomvi na kijana wako? Hizo taarifa hajawahi kutoa. Baada ya ili tukio kutokea ndio wamenipa taarifa alipokuwa anatishia huyu na walipokuwa anamsii huyu hawezi kufanya hivyo kwa sababu hii yale ambayo inatokea ni hali ya kama ni mapepo. Naona wakawa wanamsii huyu anaongea tu hawezi kufanya. Nikamwambia jambo lolote mtu anavyosema mtoe taarifa. Ukitoa taarifa kuna upelelezi ambao unapita, endekao labda ameenda kwa waganga wakamdanganya au kuna hali ya kipepo imemvamia, huwezi jua. Kwa hiyo mkipata taarifa yoyote uwe mnasema, sio kila jambo likishatokea ndio mnasema. Mkishasema haisaidii. Nilipofika muda jioni kwa tulikuta ni watu ni wengi, majirani, watu, kwa sababu watu walikuwa wanapiga ukunga sana kwa sababu taarifa ilitoka mama hayo amefariki. Kwa hiyo watu ni litaruki, kila mtu ni taruki. Huyu binti mwenyewe ambaye alikuwa anaongea naye ambaye ndio alikuwa anasema ni mjukuu wake ambaye alikuwa anakaa naye, tulijaribu kumhoji hapa, hakuweza kuongea chochote. Tukasema tumwache mpaka kesho tutakuta kwenye hali imeshabadilika. Mimi naitwa Nandumi Traofo Swai. Nikatoka nyumbani nikaja mpaka hapo barabarani. Kufika hapa barabarani hapa namuona mtu anatokea kwa juu, anashuka kwa hapa kwenye silbodi. Akateremka na panga, akaja na panga kule barabarani. Ulipo wewe? Kule nilipo sasa. Sasa alipo karibia na mimi, karibu anifikie mimi, ndio ananiambia, wewe unataka nini? Unataka nini? Nikamwambia, ndugu yangu, sina sababu na wewe. Nikiwa namwambia sina sababu na wewe, mimi narudi kwa nyuma kwa haraka ili asije akanifanyia kwa panga.
Ndio akachukua pikipiki yake akaishia. Kwa kufanikiwa kumtambua. Sikumuelewa kabisa kweli. Kweli hapana. Alikuwa amevaa nini usoni? Alikuwa amevaa nini kofia lake la moja kwa moja hivi. Okay. Na alikuwa ni yeye mwenyewe tu, sio watu wawili. Anakuja peke yake. Naitwa Mary Peter. Hapa kwa mama tulikuwa tunaishi tu kama wapangaji. Tunapika mama ntilia. Okay, upo na nani? Tupo na dada mwingine. Wote mmepanga kwa pamoja? Ndio. Au wewe ndio eneo lako afu umemleta yeye? Yeye ndio alianza kumkuta. Ndio. Kila mtu afanya biashara yake? Tunafanya biashara moja. Unafanya biashara moja? Yaani kwa hiyo mkaunga biashara? Kabla tu jioni tulikuwa tunazungumza. Nipo jikoni pale nafanya biashara, akaniita. Nikamfuata dukani kwa upande wa dirishani. Akawa ameniambia tu, vipi, nipe hela. Kuna hela alikuwa anadai ambayo tunachukua vitu dukani. Nikachukua hela nikampa. Akaning'ang'anizia sana, akasema ingia ndani nichukue majimbi ule. Nikamwambia sili. Leo sili kabisa chochote. Akasema basi kama hutaki vya kuchemsha basi hivyo unavyotaka vya nyama sitaka nikupe tena. Nikamwambia wewe bwana, yeye utakavyoona, ila mimi sili. Nikaondoka ngarudi jikoni. Kwa nini ukataka kula? Kwa jana tu ni kwa nini nipo tutangia mchana. Sijisikii vizuri. Ila baadaye nikarudi nikamwambia bwana, majimbi nitachukua jioni. Wakati wa kuondoka. Akasema wewe nenda. Nikaondoka nikarudi jikoni. Naendelea kusukuma chapati. Ghafla tu nikiwa pale nasikia anapiga kelele, msaada. Nikamwambia tu yule mwenzangu, huyu mama ni msumbufu bana. Akaniambia ngoja kwanza. Nikaendelea pale. Kwa nini ulisema mama ni msumbufu? Anapenda kutusumbua, anapenda mimi kama mimi amenizoea kuniita hata bure, anaweza akaniita tu hata kama na kazi acha. Njoo. Basi baadaye nikatoka nje, kutoka nje ndo nikasikia kile kishindo. Kinaendelea ndani. Mimi sikupata fahamu, ikabidi nikimbie. Yaani kukimbia kwangu nikapiga ukunga nikiwa mbele kwa mbele kule. Ndo nikaanza mimi wa kwanza kupiga ukunga. Nikapiga ukunga kama nusu saa, sijamwona mtu yoyote anaitokeza. Baadaye ndo nikaona sasa mtu anashuka kwa juu hapo, miguu inaning'inia. Sasa mimi nilipoona lile panga ameshikia ndo nikasema hapa mimi ndo namalizika, maana mimi si ndo ninayemuitia kelele ya mwizi. Nikakimbia ndo nikaenda kuingia ndani kwa watu huko. Moja kwa moja. Nikakaa kule kwa yule mtu ndo tukarudi baadaye. Kurudi baadaye ndo tukakuta hali ishakuwa ndo hivyo. So tunaamini kwamba 100% ndo kwa sababu alikuwa anamwazimia na ana changamoto kidogo afya ya akili. Sasa tunafuatilia ili niweze kutoa taarifa sasa sahihi, kwa sababu familia baada kumtuma rasio kwenda, ni kweli ndio kwamba wanatuhumu kwamba yeye ndo amefanya hicho kitendo. Sasa ndio nifuatilie kama wameshampata, maana alienda kwake mara mbili wakamkosa.